Kwanza mujielewe, change idea, change yourself, change from now. Hapa sasa hivi ubadilike, hapa tulipo ubadilike. Ubadilike kwa mambo mengi, kujua utamaduni wako, utu wako. Lengo la wazazi kukuchukua wewe wakakusomesha ni lipi? Hilo ulijue. Unaanza safari ya maisha ya kutafuta elimu katika ibada, lakini ibada hii iwe min khashyatillah. Ukisoma kama ujionekane tu, ukirudi chuoni watu wanafikiria kuna mabadiliko yataongezeka, unakuja na miwani kama ya kwangu, ndio kilichoongezeka kwako, bado hujisaidia jamii. Unatakiwa ubadilike kimawazo, kifikra, na ujielewe wewe nani, ulikotoka unapojua. Na kila mmoja alisema hapa, mama, hakuna aliyotoka akaona kwao ni tajiri. Sote ni maskini, walala hoi, wabuja jasho, hali za nyumbani tunazijua. Kwa hiyo nyinyi niwe ni msaada kwa jamii. Jamii inahitaji watabibu ambao ni madaktari. Jamii inahitaji waalimu kuja kukamata hizi nafasi alizonazo Abdalla na wenzake huku. Lakini jamii inahitaji watu wa kutoa ushauri nasaha katika familia yako wewe mwenyewe. Hiyo yote ni jamii. Kwa kuwasaidia kompyuta wanafunzi wanaoingia vyuo vikuu umekuwa na faida kubwa sana kwa wanafunzi, si tu kijamii, bali hata katika maendeleo yao ya kimasomo hapo vyuoni. Kwani Kwakwi Foundation imekuwa ikifuatilia kwa ukaribu mno maendeleo ya wanafunzi hao. Moja katika faida iliyopatikana kutokana na kugawiwa kwa kompyuta hizo ni kama zifuatazo. Moja, kuongezeka kwa ufanisi katika masomo kwa wanafunzi wetu walioko vyuoni. Mbili, kujenga ushindani mwema wa kitaaluma kwa wanafunzi wa kidato cha 6, kwani kila mmoja hufanya jitihada za kusoma ili tu atunukiwe kompyuta hiyo. Tatu, mpango huu unawafanya wanafunzi wa mkakuu kujisikia kuwa kuna watu wapo nyuma yao na wanawasaidia na kuunga mkono katika kutafuta elimu zao. Nne, kuisaidia kuipa heshima kubwa taasisi yetu kwa jina la taasisi, kwani huenda mbele zaidi kidunia. Izingatiwe ya kwamba mwenye kutoa misaada hii haishi katika nchi yetu ya Tanzania, bali anapatikana huko USA, Marekani. Ndugu mgeni rasmi, tunaomba wanafunzi wote wa mkakuu kuendelea kujitahidi katika masomo yao na kuacha mambo yasiyo na faida kwao, ili kuweza kuhakikisha jamii ya wana mkakuu tunatoa wasomi walio bora na wenye uweledi kwa mahitaji ya taifa kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, mafanikio yote haya ni matunda ya walimu wetu wa skuli za Mjimbini msingi, Kangani msingi, Kukuu msingi na Kangani sekondari, pia na Mtambili msingi na sekondari, kwani hayo ndiyo mashina yaliyotoa matunda haya mpaka kufikia leo hii. Kwa mara nyingine tena niombe kutuma nafasi hii ya kukushukuru wewe mgeni rasmi kwa kuacha shughuli zako kuwa nasi katika hafla hii. Kadhalika ni washukuru ndugu zetu wa TBC na ZBC TV kwa kuweza kuwa nasi leo hii katika shughuli yetu hii. Naomba muniwie radhi kwa changamoto zilizojitokeza, kwani hakika ya ulimi hauna mfupa. Utakaposhindwa kujitambua, utachanganya kati ya masomo na yale mambo ambayo yametajwa kwenye risala. Utajiingiza katika vishawishi mbalimbali, na vishawishi hivyo ukijiingiza vitakuharibia masomo yako, usifikie lengo ambalo unalihitajia wewe na jamii yetu ya mkakuu. Lakini jambo la pili ambalo nataka nikunasihini, mnapoingia katika vyuo muweze kuchagua zile kozi ambazo zina uhakika ukitoka ama utaajiriwa au utajiajiri. Sio lazima ukaajiriwe serikalini, lakini lazima kwamba kozi uliyosoma inaweza kukupatia ajira wewe ukajinufaisha na maisha yako na jamii yako uliyokuzunguka. Kwa hiyo sisi matumaini yetu ni kwamba nyinyi mnakwenda huko mnakokwenda, lakini mwisho wa siku mnarudi kuja kuchukua hatamu hizi. Msiwe kama watu wa kusadikika. Sawa waheshimiwa? Msiwe kama watu wa kusadikika ambao wao wanatafuta bakora baada ya kuumwa na nyoka. Watu wa kusadikika walipeleka wajumbe wao nchi chungu nzima kwenda kujifunza mambo, lakini kila walilorudi nalo likawa halina maana. Sisi tunawaahidi kwamba kila atakayekuja na taaluma yake tutaifanyia kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, hili jambo kwa hakika tulilianza kidogo, lakini tunaliona kwamba kadri miaka inavyozidi linazidi kuwa kubwa.
na linakuwa kubwa kwa maana ya kwamba vijana wamehamasika. Ulisikia hapa tumeanza na watu 16, tukapata 11, sasa hivi tuna watu 21. Na naamini mimi 26, 27 tunaweza tukawa na 50 au 55. Kwa hiyo mimi matumaini yangu kwamba hili jambo, kwa kuwa wewe mheshimiwa upo na hili ni jambo miongoni mwa mambo yako, kwa sababu Mkakuu iko Mjimbini, Kangani na Kukuu, na wewe ni mheshimiwa mwakilishi wa maeneo hayo matatu yakiwemo. Sawa, tunaomba sana mwaka 25, 26 tukija tukifanya shughuli kama hii, basi utuunge mkono inshallah kwa nguvu zako, na ikiwezekana pia tupate uwakilishi wa mheshimiwa mbunge, tutamfikisha salamu zetu ili atuunge mkono katika kuhakikisha kwamba hawa vijana hatuwaachi wakarudi nyuma kule wanakotoka. Vijana, mmesema jambo hapa nimelisikia, mmesema kwamba kuna watu wengine ambao hii fursa hawajaipata, hasa wale ambao wamepitia diploma alafu ndio wakaenda kwenye degree. Wanahisi kama vile hii fursa kwao imewapiga chenga, imewapitia kinyume nyume. Mimi nadhani kupanga ni kuchagua. Tutalifikiria hili jambo, tuone namna gani tunaweza kulisaidia, kwa sababu hawa vijana mwisho wa siku nao wanarudi nyumbani kuja kujenga taifa hili ambalo tunalijenga sisi. Tulikuwa na utashi wa kusoma sana sisi, lakini environment haikukubali. Lakini tulifika tulipofika, na tumetenda na mpaka leo tunawasomesha na wengine. Tuseme alhamdulillah. Wanawake, nyinyi ndio pasua kichwa, nyinyi ndio pasua kichwa. Kwanza hamtakiwi muige. Mimi nimesoma mpaka nimemaliza Kangani, kiatu changu ngozi ya mguu. Kama nasema uongo, nadhani Mungu ananiona na walionitangulia wananijua, lakini sikujali, kwa sababu ninachokitafuta ni kitu kimoja, ni elimu, na nikasema nipate kazi japo ya ualimu. Ingawa nilipomaliza kusoma ualimu sikutaka, lakini nilisema hivyo kwa sababu ya ule ugumu ambao ulikuwepo wa maisha, lakini tuliridhika na ule ugumu. Sisi hata hatujali, ukirudi wewe atabekerewa dilodiwa na komba, ukikutia njiani unakula, maisha yanakwenda. Mengi kwetu sisi na jamii kwa ujumla, na wengi tunayaona kwa macho yetu, ikiwa ni pamoja na tukio hili adhimu tunaloendelea nalo muda huu, sambamba na kutukutanisha wanamkakuu bila kutarajia. Ndugu mgeni rasmi, kwa uchache kabisa na kuomba kwa sasa wewe na wazee wetu musikilize baadhi ya changamoto zetu ambazo tunakabiliana nazo sisi watoto wenu katika masomo yetu. Kwanza, wanafunzi wenzetu wamekosa mkopo kutokana na sababu mbalimbali na kupelekea kuwa na maisha magumu sana vyuoni, hali inayopelekea kukata tamaa na kuendelea na masomo yao.